Mtazamaji wa Red Pro Media, baada ya shauku kubwa la muda mrefu kuelekea dabi ya Kariakoo iliyohusika kushika hisia za wapenzi wa soka ndani ya nchi ya Tanzania hata nje ya mipaka ya Tanzania, lakini yapo mabadiliko ambayo yamejitokeza hivi leo, na hii ni mara baada ya timu ya Simba Sport Club kuelekea katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kufanya mazoezi, na hii imepelekea wao kuzuiliwa kuingia kwenye uwanja huo wa Benjamin Mkapa, ikiwa baada ya muda mfupi Simba Sport Club waliweza kutoa malalamiko ama taarifa kufuatia na tukio hilo lililofanyika hapo kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, na kusema kwamba hawako tayari kushiriki mchezo wa leo ambao wao walikuwa ni wageni dhidi ya Young African. Lakini Yanga nao walitoa taarifa kwamba wenyewe wako tayari kushiriki mchezo huo, ikiwa wakiwahimiza zaidi wapenzi wa soka na wanachama wa Young African kuweza kuhudhuria ama kuenda kujaza uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya mechi. Lakini baada ya muda mfupi tu, bodi ya ligi na TFF waliweza kukaa kikao kifupi na kuweza kutoa taarifa ifuatayo. Kamati ya utendaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB katika kikao chake cha leo Machi 8, 2025 ilipitisha shauri la klabu ya Simba kuzuiliwa kuingia kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo wa namba 184 wa ligi kuu ya NBC, ikiwa unahusisha Young African pamoja na Simba Sports Club, uliopangwa kufanyika kwenye uwanja huo leo kuanzia saa 1:15 usiku. Katika shauri hilo, klabu ya Simba iliandikia barua bodi ya ligi kuelezea kuhusu tukio tajwa hapo juu, kuhusu pia kuelezea nia yao ya kutokushiriki mchezo huo kwa sababu imezuiliwa kutumia haki yao ya kikanuni kama ilivyoainishwa kwenye kanuni ya 17 na 45 ya ligi kuu kuhusu taratibu za michezo. Baada ya kupokea barua hiyo, bodi ya ligi iliwaagiza maafisa wake wa mchezo ambao walishuhudia tukio hilo kutuma taarifa ya tukio haraka ili hatua zinazostahili ziweze kuchukuliwa, ikiwemo kuitishwa kwa kikao cha dharura cha kamati ya utendaji na usimamizi wa ligi. Baada ya kupitia taarifa mbalimbali zikiwemo za maafisa wa mchezo, vyanzo vingine, kamati ilibaini kuwa klabu ya Simba wakati ikielekea kutumia haki yake iliyoainishwa kwenye kanuni ya 17 na 45 ya ligi kuu haikuwasiliana na afisa yeyote wa mchezo, timu wenyeji wala mamlaka ya uwanja kuhusu nia yao ya kufanya mazoezi katika uwanja huo ili maandalizi ya kikanuni yafanyike. Katika taarifa hizo, kamati ilibaini pia kuwa walinzi ambao baadhi walifahamika kwa sura kuwa ni wa klabu ya Yanga walishiriki tukio la kuzuia basi la klabu ya Simba kuingia uwanjani kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 na 45 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Kwa sababu pia bodi ilipokea taarifa ya ofisa usalama ambayo imeainisha matukio kadhaa yaliyoambatana na tukio hilo la klabu ya Simba kushindwa kufanya mazoezi, na kwamba baadhi ya matukio yanahitaji uchunguzi ambao hauwezi kukamilika kwa wakati. Bodi ya ligi kupitia kamati yake ya utendaji na usimamizi wa ligi imeamua kuahirisha mchezo huo tajwa hapo juu kwa mujibu wa kanuni ya 34.1 ya ligi kuu kuhusu kuahirishwa kwa mchezo, ili kutoa nafasi ya kupata taarifa zaidi zitakazoisaidia kufanya maamuzi ya haki. Bodi itatoa taarifa kamili kuhusiana na tukio hilo na kutangaza tarehe ya mchezo huo mapema iwezekanavyo. Taarifa hii imetolewa na idara ya habari na mawasiliano, bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB, March 8, 2025. Langu jina ni Glory Mwando na hii ni Red Pro Media.